Jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya kituo cha mafuta cha Ras Isa kilichoko kwenye pwani ya Bahari Nyekundu nchini Yemen, eneo linalodhibitiwa na kundi la Wahuthi. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara wa Afya ya serikali ya Wahuthi, mashambulizi haya yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 74 na kujeruhi wengine 171, wengi wao wakiwa wafanyikazi na raia. Kwa mujibu wa taarifa ya kamandi ya kati ya jeshi la Marekani CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga kuondoa uwezo wa kundi la Wahuthi kufadhili shughuli zake za kijeshi kupitia biashara haramu ya mafuta. Marekani ilieleza kuwa Ras Isa ilikuwa kitovu muhimu cha kifedha kwa Wahuthi ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi ya makombora na drones dhidi ya meli zinazopita Bahari Nyekundu pamoja na mashambulizi dhidi ya Israel, wakijieleza kuwa ni sehemu ya mshikamano na Wapalestina wanaokabiliwa na vita huko Gaza. Msemaji wa kundi la Wahuthi alilaani mashambulizi hayo na kusema kuwa Ras Isa ni miundombinu ya kiraia na kwamba kulenga kituo hicho ni uhalifu wa kivita dhidi ya wananchi wasio na hatia. Televisheni yao ya Al Masira ilionyesha picha za mizinga ya moto ikiteketeza matanki ya mafuta yaliyoharibiwa vibaya. Mashambulizi haya yanakuja wakati ambapo Marekani imeongeza mashinikizo dhidi ya Wahuthi kufuatia mashambulizi yao dhidi ya meli za kibiashara zinazopita njia muhimu ya usafirishaji katika Bahari Nyekundu. Viongozi wa Marekani wanahusisha operesheni hizi na juhudi za Wahuthi kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya Gaza. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya Marekani yanaongeza wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu nchini Yemen, taifa ambalo tayari linakabiliwa na mojawapo ya migogoro mibaya ya kibinadamu duniani, huku mamilioni wakihitaji msaada wa chakula, huduma za afya na makazi. Masaa machache baada ya mashambulizi ya Ras Isa, jeshi la Israel lilitangaza kuwa limezuia kombora linalovurumishwa kutoka Yemen likielekea kusini mwa Israel. Ingawa hakuna uharibifu wala majeruhi walioripotiwa, tukio hilo linadhibitisha jinsi mzozo wa Yemen unavyozidi kuwa na athari ya kikanda. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na baadhi ya mataifa yameeleza wasiwasi kuhusu ongezeko la mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya kiraia. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kujizuia kwa pande zote na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kuzuia kuongezeka kwa mateso kwa raia wa kawaida. Mashambulizi ya Marekani katika Ras Isa ni onyo wazi kuhusu jinsi mgogoro wa Yemen unavyozidi kupanuka na kuathiri si tu wananchi wa Yemen bali pia usalama wa kimataifa. Kadri siasa za kikanda zinavyozidi kuchanganyika na vita vya ndani, matarajio ya amani yanaendelea kufifia.